Mambo vipi wapenzi wafuatiliaji wa Taipenda TV, langu jina naitwa Official Craze, na leo KC nikiwa na rais wa Leopard. Nadhani kwa wale ambao wamfahamu atakwenda kujitambulisha mwenyewe kwa majina yake anaitwa nani ili muweze kumfahamu tena kwa mara nyingine. Ewe bro, vipi kwanza? Safi kaka. Mambo mengine nasemaje? Nashukuru Mungu nipo sawa kabisa. Bana, mimi ningependa ujitambulishe tena kwa wale ambao hawakufahamu, labda kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa King Villa. Bwana King Villa, kwanza nikupe tu hongera kwa game ya jana, maana nilisikia mliwini na nilifanikiwa kuona pia. Na ni kitu gani ambacho kilisababisha hadi mchezo wa jana mkauwini kirahisi hivi? Cha kwanza ni ubunifu wa kocha, na cha pili ni wachezaji kujituma na kumsikiza kocha. Yaani kumsikiza kocha anavyotaka, ndio maana tumepata ushindi jana. Bwana, najua ile ilikuwa ni mechi ya kwanza, na labda ni changamoto gani ambayo ilikuwa inatokea kwenye timu yenu ambayo ilisababisha nyinyi mkachelewa sana kuingia kwenye season au kwenye game? Kwa sababu wenzenu wote walikuwa washaanza season, lakini nyinyi mlikuja late na ile ndio ilikuwa ni mechi yenu ya kwanza. Labda shida ilikuwa ni nini hasa? Niwewe kusema kwamba sisi tunahitaji mwaka huu tuna ushindi mkubwa sana. Okay. Na kama mwaka huu tunahitaji ushindi mkubwa sana, tunahitaji kujipanga kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunajipanga kwa muda mrefu kuhakikisha kama kila mchezaji wetu yupo vizuri na yupo tayari kupambana, na ndio tumechelewa kidogo. Kwa sababu muda kujipanga umekuwa mwingi na tulikuwa tunataka sasa. Kwa muda ndio ulisababisha nyinyi mkaingia kwenye game nyuma. Tumeingia nyuma kwa sababu tunajipanga nyuma. Tukutaka kuwa papara sana ya kuanza mapema hapa. Tulikuwa tunaandaa kwanza maandalizi. Unajua unapoanza kwenda kuingia katika magame au katika game, lazima kwanza uandae wachezaji wako hapo vizuri. Kwa hiyo tulikuwa tunaandaa kwanza maandalizi ya wachezaji wawe fit ili tukianza vita tuanze na ushindi. Na ile game ya jana ilikuwa ni mchezo wa kirafiki au mlikuwa mmebetia kabisa? Yaani sisi kwenye timu yetu tukianza kucheza magame, hatunaga game ya urafiki. Yaani ni hela kabisa. Na ni kwenye msimu huu ni kitu gani ambacho mmekiandaa kikubwa ambacho itakuwa tofauti na msimu uliopita? Kwenye msimu uliopita kuna game nyingi tulipoteza, japokuwa tuliwini game nyingi tukapoteza game ndogo. Kwa hiyo kwenye msimu huu tunataka kupoteza game. Tunataka tumalize msimu, yaani sisi kupoteza game yetu, tusikie mara tumedraw, tumeenda sare. Lakini hatutaki kupoteza mchezo wote ule. Tunataka mchezo wetu tufunge kabisa. Ndiyo. Na kuna tetesi niliwahi kuzisikia, nadhani niliwahi kuongea na wewe kwenye kaklipu kadogo kuhusiana na jezi zenu. Kuna watu wa fimbo na fimbo na baadhi ya mashabiki walisema kwamba kuchelewesha kwenu jezi mlikuwa mnakosa hela ya kununua jezi na juere wenu wachangi pesa, that's why mlichelewa sana kutambulisha jezi zenu. Hiyo ina ukweli ndani yake? Unajua timu bora siku zote lazima ifanye vitu vibora. Unaona? Sisi hatukuchelewa kutambulisha jezi, lakini tuko kwenye maandalizi ili tuje kutambulisha jezi letu kwa ushindi mkubwa. Hivyo angalia maandalizi ambayo tumetambulisha jezi mpaka sasa hivi ni makubwa. Unaona? Kila watu wako wanasubiria kwamba hii jezi gani itakatoka hii? Wana jezi gani ama jamaa? Wana nini? Timu zote zitambulisha kwa kweli, lakini sisi tulivyokuja kutambulisha jezi tulifunika na tutambulisha jezi kali kweli. Unaona? Sisi hatuja jezi za umbo kama ndo nini pale watu wanachangia jezi moja na logo ya Kongo. No, ya kutu kina nani hao watopolo fimbo na fimbo. Kwa hiyo tupo tofauti na wale wa jamaa. Unaona? Wasi hatutumii jezi za Afrika. Watu tumii jezi zinakuja mbali mno. Tunatengeneza jezi. Thamani ya jezi yetu sisi ni thamani ya jezi 5 za timu zao. Nadhani kwa hii jezi yenu mmegaramika kiasi gani? Kikubwa nisiwe mficho kwanza hii jezi zetu sisi tumeingia kwenye makubaliano. Sisi tumepata mdhamini ambaye amekuja kujitokeza kufanya biashara na sisi, kwa kwanza kuona timu yetu ni kubwa. Unajua hapa kama nilivyosema kwenye interview iliyopita kwamba tuko na timu 50 na kadhaa, lakini 50 na vitu wameona timu yetu ndio bora. Ama timu yetu ndio ina ukubwa, timu yetu inafanya vizuri na timu yetu vizuri kwenye katika promotion. Kwa hiyo ndio maana amekuja kufuata tizi, tukakaa chini kwenye mkataba. Kwa hiyo mdhamini wetu anamdhamini jezi yetu. Kwa hiyo kumekuwa percent kidogo katika timu na kumekuwa percent katika mdhamini. Bwana, kuna mtu wa fimbo na fimbo aliwahi kuniambia kwamba wao huwa wachangizi hela kama hizi timu zingine zinazochangiza tu nini kwa mwezi nini, kwa sababu ya kukava mambo ambayo yatakuwa yanatokea changamoto kwenye timu. Huwa wanatumia zile pesa ambazo wanawini kwa mwaka maybe au kwa hiyo miezi 6 ambao wanakoga wako kwenye game, ndio wanatumia hiyo hela au kununua kila kitu na kununua jezi na kubetia hivyo. Labda kwa upande wenu nyinyi watu wa Leopard mnafanyeje maybe, au wajuero wanakuwa wanachanga pesa au mnakuaga mnamdhamini ambaye anakuwa tu anajitolea, mkitaka kwenda kucheza game tunabetia tu yeye ndo anatoa kiasi chake nini, au inakuaga vipi?
Sisi tupo tofauti na wao. Wao mfumo wao na mfumo wetu upo tofauti. Na mimi siwezi kuambia mfumo wetu kwa sababu najua wanaanza kuchukua idea yetu tunavyofanya. Unaona? Kiufupi kwamba sisi ni timu za African. Na hatuna mimi hapa silipo wachezaji hela. Unaona? Wala hakuna mchezaji ambaye nimesana content ya kumlipa pesa. Tupo timu Afrika. Atu kama zile timu ambazo zimeendelea professional kama vile Barcelona wanane hapa wala wameendelea. Sisi ni timu changa sana na uwezo wetu ni mdogo. Unaona? Lazima mchezaji naye achangie kiasi, unaona, katika timu ili kuendeleza timu kuendelea kwenda mbele. Kwa sababu ya nini? Sisi wote tunafanya makazi na wote tuna mafamilia. Kwa hiyo hakuna mdhamini ambaye sasa kwa wakati wa zamani, sasa hivi tofauti. Zamani ilikuwa hivyo kwamba kila mchezaji anachangia kiasi kikubwa cha pesa ili tuendelee tununue kitu fulani. Lakini kama sasa hivi na sisi kama kwetu sasa hivi tushakuwa na mdhamini. Kwa hiyo kiasi ambacho kinachangia wachezaji ni kidogo na kile kidogo kinakuja katika wadhamini. Wachezaji na wanachangia pasi ni kidogo tu, sio sana. Lakini zamani wachezaji ndio walikuwa wanachangia na ndio ilikuwa inasumbua sana. Haikuwa inasumbua zamani. Zamani tulikuwa tunasema tuko na kila mchezaji achangie, kila mwenye member wa timu kuanzia mchezaji na kila mtu achangie kiasi gani ili tupate kile kitu ambacho tunahitaji sisi. Ile hela ilikuwa ya kwangu au sio ya mtu au sio mtu. Ile hela ni ya timu ambayo inachangia, ni ya timu. Kwa hiyo inanunua kitu cha timu ambacho kinatusaidia sisi kwa kile kitu ambacho tunalenga. Kwa mfano tuwachangize hela ya jezi. Kila mchezaji atoe pesa kadhaa. Lazima tufanye hivyo. Kila mtu atoe pesa, tubidi tununue jezi ambayo hiyo jezi sisi tutaivaa. Mimi kiongozi sivai jezi. Wala wachezaji ndio wanavaa jezi. Mimi nilivyosikia kwamba wachezaji wenu walikuwa ni wagumu sana kutoa hiyo hela. Wachezaji wetu sio wagumu kutoa hela kaka. Sisi tukishatangaza kitu ambacho wachezaji tufanye hivi, hakuna watu ambao wana moyo wa kutoa pesa au mchango wa haraka kuliko wachezaji wetu. Unaona? Na kingine kitu ambacho tunajua ndugu zangu, sisi gala yetu hakuna mtu ambaye tunayo timu za hapa. Tunaenda katika magala. Hakuna timu ambayo ina gala kubwa kuliko sisi. Siwezi kutaja kama kiasi gani, unaona? Kwa sababu ya nini? Sisi hatuna tunachotuma timu nyingi sana zifikia mwakani hazina pesa zote kile. Ni mechi za kusafiri. Unajua mechi za kusafiri hizi zina cost sana. Sisi timu tunapoelekea, kwa mfano tutoka hapo safari ambapo na masaa 8, lazima tu cost. Tununue magari, tuchukue maturenti magari, unaona, usafiri, mafuta kwenda, tukifika tena kule tufungwe, tupigwe, tunaharibu. Unajua ile ngapi ile ya kufungwa, lakini tunacheza kule kwa mfano 1000 kila timu, 1000 imeenda na ukikosa tumegharimu tena gharama nyingine 1000 hapo tunapoteza 2000 kwa mechi moja imepotea. Hiyo imeenda. Unaona? Kwa hiyo lazima timu tubakia, hatuna chochote. Unaona? Na kwa wakati timu inabaki imefilisika, haina chochote kama ifanye vizuri, lakini sasa hivi sisi tunafanya vizuri. Kwa hiyo ndio maana mimi najitahidi sana kutengeneza game nyingi za home kuliko za kusafiri. Kwa sababu game za home ndio faida yangu mimi. Nikipiga game 5 hapa home, siwezi kwenda kusafiri, ndio kwa vizuri, vizuri. Na akiba yangu nazokuwa vizuri. Hebu angalia. Kila mwaka nacheza mechi nyingi kuliko huyu ndugu yangu. Kwa sababu ya nini? Uwezo wangu. Mimi kwa kwanza niko brand kubwa kuliko yeye. Unaona? Nafahamika. Nikipromote kitu changu, unaona wachezaji wangu wenyewe wako brand kuliko wachezaji wake. Kwa sababu nikitoa kitu fulani hiki kinatoka, hata cover ya timu hapana yaachi, si wote tunakwenda. Sasa ukienda upande wao watu Polo, isipokuwa Gaspar au ule Prosper, ndio namtegemea ile Prosper awe wachezaji wa timu, Prosper awe account ya timu, Prosper awe viongozi wa timu, wote appointment wote. Haiwezekani wewe ndio maana promotion yao ni ndogo. Kwa hiyo utoa kitu kama cha timu, wewe tupo ndani ya timu lazima tu promote kile kitu, kwa sababu ni tuweke ukubwa wa brand. Hiyo fimbo na fimbo bila Prosper hawaendelei kabisa. Hakuna chochote. Mechi zao zinajulikana, wote wanategemea account ya Instagram ya Urebe. Kwani wachezaji wana account za Instagram? Sile ni account ya timu, lazima kila kitu kile kinapostiwa kule. Account ya timu ndio ni account ya timu, usikatae. Wachezaji pia na wao wana account zao ya timu. Lazima watu wachangine, wachezaji nao wanapost vitu vya timu ili kupata mashabiki wa huku waone kitu ambacho kinafanyika katika fimbo na fimbo. Washabiki wa wachezaji hawako kwenye nini, hawako kwenye wa followers wa wachezaji katika account zao, hawapo katika account za timu.
kwa sababu na wapate ujumbe kule. Na mchezaji naye kula vitambulisho. Unajua kuna mtu aliwahi kuniambia kwamba wao watu wa Fimbo la Fimbo wao walinganisha wao wapendi kujilinganisha sana na nyie kwa sababu wao ni timu ya watu wakubwa na siku zote watoto ndio wao wanaongeongea sana kushinda nyie kushinda wakubwa. Kaka, sio sisi tu, na timu za Ulaya zote zinatafuta brand. Kila timu inatafuta hiyo kubwa. Barca inataka hiyo kubwa, Real Madrid inataka hiyo kubwa, Leo Arsenal yuko hapa ambayo chukua Champions League ili yeye itengeneze ukubwa wao na brand yao. Unaona? Kwa hiyo sio sisi. Unaona? Na kila timu inataka iwe bora dunia mzima. Wao bado hapo chini. Unaona? Hawajui dunia inaenda wapi. Bwana, mimi nataka nitajie vitu viwili au vitatu ambavyo umewashinda Fimbo na Fimbo. Cha kwanza na mzidi wachezaji. Ndio. Bora. Tuseme kwamba tuchukue wadhamini kutoka nje. Waje watupigishe mechi sisi na Leopard. Watafute wachezaji 8. 6 toa kwangu, 2 toa kwao. Kwanza kikubwa chombo na wazidi. Na kwa nini cha pili ngoja uniambie vitu vingi. Cha pili na wazidi ubunifu wa kutengeneza content kwa tofauti za jezi. Kwa jezi ya kwangu ina thamani kuliko jezi ya kwao. Ndio tuambie sasa jezi yako ilinunua shilingi ngapi ili nikitoka hapa niwafuate nao waniambie jezi yao ilinunua shilingi ngapi tujue ipi ambayo itakuwa ni na gharama kubwa sana. Siku moja ukutanishi mimi na rais wao waje yeye aje asikie aje na risiti ya jezi yao na mimi nije na risiti ya jezi yangu, kwa sababu ili tuone jezi gani ambayo ina gharama kuliko jezi ya wenzao. Ufanye hivyo. Siwezi kataja hapa. Unaona? Siwezi kataja hapa. Nikitaja hapa itaonekana muongo. Lakini akiwepo na wewe kiwepo ndio ushahidi mkubwa utapatikana, ndio kitu kitakuwa vizuri. Haya basi mimi nitafanya hivyo. Na kuna kitu kingine ambacho nilionaga siku za nyuma kuwa wachezaji wenu, baadhi ya wachezaji wenu walitoka kwenye timu yenu na wakaenda huko, na kama ni wawili, mmoja alienda kwenye Fimbo na Fimbo na mwingine alienda kwenye Vunja Vikwazo. Lengo kubwa au kitu nilichosikia ilikuwa sema kwamba timu yenu mlikuwa mnakosa maelewano. Unaweza kulizungumziaje hili swala ambalo lilikuwa linaongeleka hadi na baadhi ya wachezaji tukaona wameenda kwenye sijui Vunja Vikwazo kule Kansas? Tunaona Leopard tumeiweka Leopard timu wananchi wapi? Wananchi wapa kansele mizuri. Yaani hatima ya kila mtu, hata wewe hata yule mwananchi wapa ni timu yake. Na wachezaji ambao waliotoka, mimi kama mimi binafsi siwezi kachukua mchezaji wote kwenye timu Fimbo. Hata kufanyeni, kwa sababu nikichukua mchezaji kule itakuja kuwa tu fujo. Atacheza namba gani? Inasemekana kama mchezaji wako kutoka kwenye timu yako anaenda kwenye timu nyingine, yani inamaanisha timu yako kuna upungufu fulani, anabidi aende kule ambapo uko vizuri. Ukiwa mchezaji anatoka kwenye timu yangu anaenda kwenye timu nyingine, kiwango chake kimeshuka. Unaona? Sio mbora. Tayari kwenye pengo lake kuna mtu mwingine bora. Unaona? Kwa hiyo sasa kuona ile mnyuka akaa nje sana. Na nikienda kule nitapata nafasi kwa sababu mimi mchezaji wangu akitoka kwenye timu yangu kuna katika Vunja Vikwazo au Fimbo anakuwa titulaire, mchezaji mkubwa. Kule namtegemea. Na kwangu ametoka yeye ategemewe ni benchi. Kwa hiyo aliyotoka alikuwa Sango namba 5, si ndio pale? Namba 4. Sasa pale na Rojo yuko pale na Omari. Ni vigumu kuacha wale nje, Sango yuko pale. Kwa akienda kule atamkuta Peri yuko pale. Sasa Peri bado kaa chini acheze. Unaona? Hatari hiyo mzee. Ukikuja kwenye Joel alikuwa tena namba 10 katikati pale. Unaona? Sasa pale kwangu hauwezi ukamwacha Kiana nje, ukamwacha namuita Busquets Polo nje. Unaona? Ukamwacha Jimpo nje au Gaspar nje. Unaona? Yeye acheze sasa. Kwa hiyo kiwango chake kishashuka. Lakini akienda kule pale katikati yeye mtegemezi. Na lazima atafute mbinu ya kupata ya kupata nafasi ya kucheza. Yule anataka mchezaji pia, anataka acheze, anataka kuonekana. Hata ngania pale lazima atoke. Sio kwa sababu ya fujo, ni kwa sababu kiwango chake pale kwetu. Yaani ukija leo pale, uja kiwango kizuri. Ukiwa kiwango chako cha ovyo ovyo utakaa nje.
Na kwenye timu ya Fimbo na Fimbo unahisi ni wachezaji wangapi wakitoka pale timu ni mchezaji nani na nani akitoka kwenye Fimbo na Fimbo unahisi timu yao inakufa kabisa? Mimi sio mnafiki. Fimbo na Fimbo wana golikipa mzuri, lakini kwa sababu hawana namba 9 sasa hivi wanatoa golikipa anacheza namba 9. Ni huruma, ni timu ambayo kosa wachezaji wanamwacha kibu ya habari kwa amesha staff kucheza. Yeah. Sasa kuona kwa sababu pale mbele hawana. Na ule jamaa alikuwa golikipa, ni golikipa mzuri. Yeah. Na aliwachezea na mwaka uliopita alikuwa namba 9 wao. Wakaona inawezekana tumlishe huyu mzee au tu golikipa kitu cha hivyo hivyo. Ule jamaa acheze. Hiyo tu kukosa ubunifu na kukosa wachezaji. Sasa pale sasa hivi ukiangalia huyu Joel ambaye alienda wakimtoa na Monga ni mchezaji mzuri kule kwa Hamisi, ni mchezaji mzuri. Yeah. Monga ni mtu ambaye ana speed, ana mbio, unaona, anafanya vizuri. Kuna Monga na Joel na Esobe ni beki nzuri, pamoja na huyu wanamuita dogo nani huyu, wanamuita dogo nani, na Saudi Arabia wanamuita nani hapa, ni beki kule nyuma, Ashibo. Hawa wachezaji hao ambao nimetaja hapo ni wachezaji wazuri pale Fimbo na Fimbo. Waseme watoke waje, kwa mfano sio kwenye timu hizo wachukua kwa sababu hawaanza kupata nafasi. Waende kwenye vunja vikwazo, timu inavunjika ile. Na inaanza kuwa fujo. Bana, mimi siongee sana na ile ambayo inaweza kuwa la kumalizia. Nataka nigusie tena kuhusiana na point moja ambayo niliwahi kufanya interview na Doxido, akaja kuniambia kwamba ambaye anakuwa anaharibisha timu ya Leopare ni wewe hapo King Villa. Kwa sababu haupendagi kushauriwa, haupendagi mtu mwingine achukue madaraka, kila kitu unapendaga kujilimbikizia wewe, na ndio inasababisha timu ya Leopare kuwa mbovu. Kwa hii kauli ya Doxido, una kitu gani cha kumjibu wewe kama wewe? Doxido anajiita yeye ni msemaji, lakini ana usemaji lakini ana ushabiki ndani kidogo. Unaona? Mimi nina historia na timu ya Leopare. Nataka kufika hapa ninafanya vizuri. Mwanzo watu tufanye vizuri. Unaona? Lakini sasa hivi tunafanya vizuri. Utaratibu wa uongozi na kuchangia na wachezaji. Sasa hivi Leopare kuna watu wazima. Kuna watu wale wanacheza mpira wameshaoa wanawake na watoto. Unaona? Kuna watu wameshakuwa. Kwa hiyo ule mtu kumwendesha mtu ambaye shaoa kumpeleka hivi na kwenda hivi ni vigumu. Unaona? Ni vigumu mno. Unaona? Uongozi wetu mimi na makapteni. Unaona? Kazi tunayofanya sisi ni kubwa. Hebu angalia sasa tuna taratibu. Ukienda upande wa wenzetu wanaeneza kila idara. Sio ndivyo? Yeah. Kwa nini kila wakati wanabadilisha uongozi? Yaani kila wakati wanapigana. Leo kocha mpya. Si labda unajua uongozi lazima uwe na mwisho wake. Ikifika msimu ambao wamewekea, si ndio maana wanabadilisha. Ni sawa, hiyo ni kweli, lazima uongozi uwe na msimu wake, lazima uongozi ubadilike kufuatana 1 2 3. Unajua sisi kuna wakati kuna miaka hata wazee wa hapo walikuwa wanatenga timu yetu Leopare. Kutenga timu yetu. Sisi tumeipambania hii timu, mimi na wachezaji. Kuna wakati kusikia huruma kusimama katika watu hivi tunaongelewa. Unaona? Timu iko hivi, timu iko hivi. Kukataa sisi wazee wengi kukataa timu ya kwetu. Unaona? Na hiyo ilikuwa sasa tufanye vizuri, tunafungwa, tunafanya hivi. Hii timu inatuaibisha, nafanya hivi, nafanya hivi. Unaona? Kuna wakati Leopare ilitengwa kabisa, inatengwa na nchi ya Missouri. Kwa kukosa kufanya vizuri, kuchekwa, kufanya hivi, kufanya na hivi. Unaona? Na ukiangalia wale wazee wengi watoto wao wanacheza kule. Unaona? Na ukiangalia mimi kipindi hicho watoto wa mimi Leopare nilikuwa na wadogo, watoto wadogo wachezaji wangu. Hatukuwa tufanye vizuri na hatukuwa na mashabiki wengi. Unaona? Lakini sasa tulikaa chini tukaangalia ambacho tunatusumbua kwa kufanya kwetu vizuri, kwa kufunga na kutengeneza brand yetu, na ndio sasa hivi tuna mashabiki wengi kuliko hata wao. Kwa kila kitu tuna mashabiki wengi. Unaona? Mimi pale kila mchezaji ni kiongozi katika timu ya Leopare. Kila mchezaji ni kiongozi. Kwa sababu sidhani kama jamaa akafanya vipago vikao. Labda sasa hivi Rune amekuja ni mtu mwingine wa soka kidogo anaweza kufanya nani. Kama majamaa au sio watu kutusema sisi. Mimi
ina mchango mkubwa kwenye timu Fimbo na Fimbo. Mkubwa. Wala kwa sababu nishukuru tu. Mchango upi ambao uko nao kwenye Fimbo? Sawa. Fimbo na Fimbo inashindwa kunishukuru mimi kwa kuona kwamba tukishukuru jamaa ataongea na atajipandisha. Lakini mimi na mchango wangu ni upi? Leo hii Fimbo na Fimbo imecheza game, ishacheza game 2 na wamewin. Nimechangia. Kivipi? Mazoezi. Funguka hapo, kimazoezi kivipi? Huwa wapigi mazoezi wao au? Hawapigi mazoezi ndio. Ni masaidia wachezaji wake mazoezi, wamepata pumzi, ubunifu wangu na makapteni wangu na kocha wangu kuwapa mpaka sasa wanafanya vizuri na maana win. Unaona? Wanaga muda mazoezi. Kwa hiyo sio leo tu, siku zote. Unaona? Na hata wachezaji wao waende fanya nao interview waambie kimazoezi awaniingie. Na ndio maana wengi wao wanakimbia kule kuja kucheza mazoezi kwa kwangu ili wapate mazoezi ya nguvu, na ndio maana wanaenda kufanya vizuri huko. Wanajidai kwamba tumefunga, ndio tumefunga, lakini mmesaidia kimazoezi. Unaona? Tumewapa wachezaji wao pumzi, ubunifu, wameenda wakufanya kocha wao anaenda kukocha wachezaji ambao washakochwa na mtu mwingine katika mazoezi. Unaona? Sio kitu wapenda kunishukuru mimi. Kwa hiyo inabidi wao wanishukuru mimi. Hivyo. Na wao nataka niwaambie Fimbo na Fimbo kuwashauri kwamba awe marafiki. Kuna Fimbo na Fimbo marafiki zangu, kuna marafiki zangu, kuna madogo zangu, tukifika mimi na hatuna maadui kwenye kwenye maisha ya kawaida. Hatuna maadui kabisa. Lakini ndio kwenye mpira lazima tutengeneze kitu kama hichi. Hichi kitu ndio tukitengeneza hapa kinatuma timu yetu kwenda variable. Unaona? Na upinzani ndio kitu kikubwa kinatuma mpira uwe sharp. Tukitengeneza upinzani wetu kikuwa mzuri wa amani hapa, hata timu nyingine ambazo sipo nje zitatuma. Na ndio maana sisi kutengeneza brand ya timu yetu na upinzani wetu, kila timu inapenda jicheza mizuri. Timu ya tatu ni Kansas. Kansas. Unaona? Burudani hata wakija Kansas watapata mashabiki wengi mechi yao. Watu tutajaa. Unajua watu washaanza kutangaza mechi hapo, watu wanajaa. Kwa kila timu, sio kila timu kwao inakuwa hivi. Tuende Kansas bana. Tuache Leopard kule Kansas. Unaona? Kwa sababu wapate mashabiki wengi, waangalie mpira uwe mzuri. Na ndio mimi nataka. Yaani mpira hapo kwetu, hata Fimbo na Fimbo sio nasafiri tena. Wao wanachezea hapa. Wanachezea hapa. Wazee wale wanaowapenda wale wanaangalia. Mzee hapa safiri kule kwenda kaangalia mpira kule mbali, au anaona timu yake hapa inafanya vizuri. Na kitu kile wao wanazaga hivi. Ile timu za wakimbia. Ile timu sisi hatujaga mechi nyingi, timu za mingi za tu wakimbia, kwa sababu tutakwenda timu wakimbia nini? Kwa story gani eti ya timu za wakimbia? Wanafunga mzee. Timu ile upita hapo uliona nini? Msimu uliopita walibeba sana katika ligi ya Spanish au kucheza mechi nyingi za Kongomani. Ukihesabu asifika hata 10. Nikifika 10 na ile ligi ambayo tukicheza tukichangia zile game. Unaona? Lakini sisi tukicheza mechi za Kongomani, tukicheza ile game tu, mechi za timu ya Kongomani tu zimefika kama 10 na ngapi au 20. Tukichanga wende tu tukichanga na zile zetu za maligi tutafika mara 30 magame huko na vitu. Unaona? Kwani sisi tukufunga mwakani? Tukiangalia mwakani wao hapo kwenye stage walifungwa na sisi. Unaona? Na tukiangalia mwakani tulifunga timu 4 tu. Na wao akiwemo. Unao akiwemo kama vyombo vyetu, kama kawaida, na wao akiwemo. Unaona? Na wao wakiwemo, tumefunga timu 4 na wao wakiwemo. Sasa wao Fimbo na Fimbo na Tanganyika FC ya New York wapo sawa sawa. Wakiona hii timu, mimi Fimbo na Fimbo hajawahi kuniandikia barua ya mechi hata siku hata moja. Hajawahi kabisa, mechi zetu zote hajawahi. Na nilisikia nyie ndio mnawaomba. Mimi ndio naomba kwa sababu mimi nipo tayari muda wote ule. Unaona? Wao hawawezi kuniomba barua hawawezi kabisa kuniandikia mimi barua. Kwa sababu wanajua tukiandikia barua majamaa tutapigwa. Sasa kitu wanachofanya ni hichi. Kama wako tayari kucheza na sisi, hawatakataa kwamba sisi tuko tayari, hapana. Watakuja na kwamba Joseph 10 kila timu anakimbia hivyo. Joseph ndio kukimbia kwao hivyo. Kwa sababu wajua sisi watoto 5,000 na wajua sisi watoto 10,000 au 4,000. Mnashinda kutoka kwa nini? Kukosa hela au? Sio kosa hela. Unaona? Sio kwamba tunakosa hela tutafanya, hapana. Kwenye bajeti yetu sisi wao unajua tunatuma sisi atoe hizo hela. Kuona wao wanaenda kucheza nje 500 400 game. Ifike kwetu 10,000. Kwa nini wewe kwetu 10,000?
wanakimbia. Yaani sio kukimbia kwao. Wewe subiri sana natumia barua ukaliambia siku ile kwamba hawajajibu barua yako. Wakijibu nitakuonyesha nayo. Kama watapenda game watakubali ile ambayo nimeweka kule. Kama umeweka shilingi ngapi? Kuna hela zinadai nimeweka kule. Unaona? Kama wakijibu nitakwambia wamejibu, njoo angalie, nimekuambia wameweka 5,000, 6,000. Hivyo unawapo tayari wamekimbia hivyo hapo tayari. Cha kumalizia, kuna timu zingine zipi hapa Marekani ambazo wewe unazikubali, unahisi kutoka wewe ni wao? Timu ambazo nazikubali hapa Marekani nakubali Memba. Wale ndugu zangu. Na japokuwa wasije rekodi. Nakubali Leopard ya Kentucky. Ni timu ambayo inafanya vizuri kabisa. Ni timu ambayo ina nguvu. Bana Ponga kwa nakubali, lakini msimu huu wanapigwa sana. Yaani hawako vizuri. Kwa hiyo ilikuwa, lakini kwenye rekodi yangu mimi na wao wananifunga. Sijawahi kuwafunga. Hiyo ni kweli, sijawahi kuwafunga. Timu nyingine ambayo naikubali ipo vizuri, ambayo natamani kucheza nayo sana, ni timu ya nyingine inaitwa bana Kongo Arizona. Hii timu nayo ipo vizuri kabisa. Kuna timu nyingine ambayo nilifunga 3-2 inaitwa Black, kama Black ilionekana Black nini hapa, iko kama Mexico kama wapi. Hii timu ni kali, nilifunga, lakini hata mimi wenyewe walinitumia barua ya kwenda kule, kwa nilikata. Kwa sababu ningeenda kule wangeniua. Hii ni kweli. Fimbo na Fimbo mimi sijawahi kuona mechi yao kubwa tofauti mimi na wao. Ndio maana ni timu nzuri. Ndio maana wataja kwenye sijawahi kuona mechi kubwa ya Fimbo na Fimbo tofauti mimi na wao. Siwezi taja Fimbo na Fimbo na vunja vikwazo. Hakuna. Fimbo na Fimbo na bana Kongo. Hakuna. Fimbo na Fimbo na timu ambayo wamefunga hapa hii wanafunga hapa ya kule nani? Nebraska sijui wanajiita African Union sijui nini ya hii siwezi. Unaona? Wakicheza timu kubwa ningewakubali. Unaona? Hawajote kama timu kubwa, tafuta na hizo tu. Watoke nje wacheze timu kubwa kama hizi sisi tunachezaga. Unaona? Sisi tunacheza timu kubwa, ukiangalia kwenye ole yetu ni timu kubwa ndio tunacheza nazo. Ana ambazo na majina. Wacheze kwanza na wakina Memba kule zipo kule, wacheze kwanza na wakina wacheze na timu kubwa zipo nyingi ambazo nao watoke. Sio ule matimu ndio matimu hapa, kama hapa kwetu tunawaonea kwa sisi tunaenda kucheza nao tupate hela yetu. Unaona? Anataka kataba ni hela twende kucheza nao. Na ule timu nao bado wanajitafuta, ni watafuta mabrand na hapo natukubana hapo na tena. Lakini leo kama sisi tunacheza na kutuona asilimia kubwa kufunga. Tunataka tafuta hela yetu tunaenda. Kama vunja vikwazo hapa tuacheza nao tarehe 13. Tukatai kwa sababu ni hela, ni mkwanja tucheze, lakini tunajua muda wote tuwafunga tu. Lakini itafika wakati hizi timu hata zitoa barua tutachana nazo, tuona zikataa kabisa, uwezo wenu ni mdogo, hatuwezi. Timu shapigwa mara 7 mara 8 ingine nini, kana hela yako. Unaona? Na tutakwenda kuambia ongezeni hela, sisi ndio tutakwenda kuambia hela kaza tucheze nazo. Mnazo ndio, hamna nazo kaeni chini. Na masi afuna Fimbo hapa tunatesa zima timu hapo kwetu. Sisi ndio timu kubwa kutoka sisi, ndio Fimbo na Fimbo ndio zingine zinafuata. Ndio wanatuzidi makombe tukienda kwenye matimu, tukienda kwenye hizi kombe maligi, makombe ya nani wanakomba nyingi wanatuzidi, hatukamisi katai. Unaona? Wanatuzidi hizo kombe hizi za Spanish wanatuzidi. Ndio za Spanish wanatuzidi. Na kombe ambayo tulishiriki hapa ya ligi ambayo tushiriki sote tulikuwa, wao walichukua. Wanatuzidi kwa mwaka huu tulikuwa tunapenda iwepo, lakini kwa timu nyingi zimetoka, zimekimbia. Huyo tu ambao umetataja hapo tumetoka, kumekimbia ligi. Na wajua kama hii ligi mimi nimetengeneza. Unaona? Na ndio ilikuwa ligi nzuri ambayo ingekuza ligi yetu na mpira wetu, hata timu za nje zilikuwa kuja kushiriki tunacheza. Mpira ligi ilikuwa vizuri na ilienda vizuri kwa amani. Lakini timu unaoga. Unaona? Unaoga mwingi sana. Unaacha cheza nje kuna unapigwa huko na unaacha ligi nzuri ambayo ilikuwa nzuri hapo. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo kikubwa kile ambacho tukiomba bana, nyinyi media za nyinyi ndio watu wa kutengeneza sisi au media za hapa kutu mzuri, kutengenezea mpira wetu kwa mzuri.
Unaona, supporteni mpira, wekezeni kwenye mpira. Niwaambieni ukweli, mpira sasa hivi ndio upo unavailable, ndio mpira ambao upo una brand sasa hivi kuliko vitu vyote, kuliko muziki, kuliko maigizo, kuliko kwenye vitu ya sanaa. Sasa hivi Marekani ni mpira, mpaka tuna wasichana wote washawekeza kwenye mpira. Ukiangalia kila station kwa stima wasichana, unaona. Kwa hiyo mkiwekeza huko, hata media zitaenda variable. Unaona, hata sisi matimu tuwashirikisha hata kuposti mambo ya media nini na nini naenda. Kwa hiyo mwekeze kwenye mpira, ndio kuna upepo sasa hivi kwenye mtandao, mpendo una upepo. Unaona, mshindano ndio hivyo. Ndio kwa kiwala. Bwana, kama unavyosikia hapo bana, la sisi media lazima tu tunahudhuria mara moja hata kwenye game nini, tunachukua tukilipu pale, tutakuwa tunafanya hivyo bana. Na make sure umesubscribe channel yetu. Kama hujasubscribe, make sure umesubscribe, na Instagram make sure umetufollow. Na nilikuwa naye rais wa Leopard, tumepiga story sana, na itabidi nitafute kwanza rais wa Fimbo na Fimbo pia, naye nisikia ataongea nini na atakuwa na kipi cha kujibu au kumjibu bwana King Villa. Ciao. Na pia anijibu kwa kikosi. Kwa kikosi atadi kikosi chake bora ndio aje kuunganisha kikosi changu. Kwa hiyo wala rais wa Fimbo na Fimbo na la kujibu bwana. Ndio kama hivyo. Ciao.